kuna haya matumizi yasiyo sahihi, matumizi ya simu wakati wa utoaji wa huduma za afya. Jambo hili halikubaliki. Tunatakiwa, ni lazima tuzingatie utoaji huduma rafiki za afya tunapokuwa tunatoa huduma kwa wananchi wetu. Tuache kutumia muda mwingi wa kufanya mawasiliano au ya kuendelea kufanya chatting za WhatsApp wakati tunatoa huduma kwa wananchi. Madhara yake, tukifanya hivi, tunarefusha muda wa mwananchi wa kusubiria huduma wakati angeweza kuipata huduma kwa muda mfupi sana, kama ambavyo serikali inavyotaka nyinyi mfanye. Lakini kama nilivyosema, kiujumla wake wauguzi walio wengi, kwa asilimia zaidi ya 99%, wauguzi walio wengi wanaendelea kuwapiga vita, na hii vita tunaendelea kushinda. Bado wanakuwa wanatoa huduma zisizo rafiki kwa wananchi, na huduma hizi zinaonekana kutoka rafiki kwa vitu vichache. Baadhi ya vitu hivi ni lugha zinazotumika kwa wananchi wachache, zinakuwa hazikizi mapokezi mazuri kwa wananchi, hasa pale wanapokuja kupata huduma. Lakini baadhi ya vitu vingine vichache ni wauguzi pamoja na watumishi wengine wa kada ya sekta ya afya kutokuwa rafiki kwa maana ya kutoa huduma kwa wakati. Tumekuwa bado tunapata malalamiko machache. Nimesema ni machache, lakini yapasa tuyaseme, kwa sababu sote kwa umoja wetu ni lazima tuyapige vita. Hamasishaji wa uchangiaji wa damu salama, upimaji wa macho, kupima na kutoa elimu kuhusu maambukizi ya VVU, elimu na kutoa huduma ya chanjo ya kuzuia maambukizi ya saratani ya mlango wa kizazi, kupima sukari, kupima shinikizo la damu, kupima uwiano wa uzito na urefu, kuchunguza saratani ya shingo ya kizazi, pamoja na kutoa elimu ya uzazi wa mpango. Matokeo ya huduma hizi zote zitakazofanyika zitatolewa kwa pamoja. Matokeo ya huduma hizi pamoja na jumla ya wananchi watakaokuwa wamefaidika na huduma hizi yatatolewa katika sherehe ya siku ya kilele ambayo itafanyika tarehe 30 mwezi wa 5, itakayoadhimishwa hapa katika halmashauri ya manispaa katika ukumbi wa magereza. Jumla huduma zinazotolewa kwa wauguzi ni nzuri kwa kweli, na inatupa kabisa namna na imani kwamba sasa afya zetu zitakuwa bora. Kunyuma kwa kweli ilikuwa si nzuri sana, kwa sababu miundombinu sasa hivi imeimarishwa, hasa kwenye masuala ya vifaa vya kupimia pamoja na majengo vile vile. Mimi ambacho kimenivutia hasa ni kwanza ni kwa miundombinu ambayo serikali imejitolea, imewekeza hasa katika hospitali zetu. Hapo vile vile na hali ya afya vile vile, vipimo vinakwenda vizuri, na vile vile hali ya afya kwa ujumla, usafi umenivutia sana. Matarajio yangu ambayo nikipata huduma kwa siku 3, nadhani nitakuwa imeimarika zaidi, kwa sababu kichukulia hasa tatizo langu lilikuwa ni macho. Najua macho ni moja ya kiungo muhimu sana katika binadamu. Nimekuja hapa kwa kufuata tangazo lililotangazwa kuhusu huduma za uuguzi, huduma za wauguzi. Sasa tulivyosikiza hizo tangazo, ndio tukaja hapa kwenye tangazo hapa Urupaki. Tumefika hapa, tumepata huduma vizuri ya macho. Kwa hiyo sasa hivi hapa na niko katika harakati ya kwenda kupima macho. Kwa hiyo sasa hivi tunaendelea na upimaji wa macho ndani ya siku 3, kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 29 mwezi wa 5, ndio tutakuwa tumemaliza kuja kwenye huduma za hapa Urupaki.